Naam, alhamdulillah, kwa kumalizia siku yetu ya leo, siku takatifu ya Juma. Nadhani katika siku ya Juma tunakuwa tuko na ujumbe mara kwa mara tunautuma katika mitandao ya kijamii kama ada ya channel yetu hii ya Harakati Muslim Beria katika mji wetu huu wa Durban nchini South Africa. Kabla hatujatawanyika kwenda kuiandaa siku takatifu ya Juma, ningeomba tuishi na hii aya moja katika suratu Safati. Allah subhanahu wa ta'ala anatuuliza, na hili jibu unalo wewe ambaye ni mtazamaji na wewe ambaye umekaa katika majlisi yetu hii ya durusu mara kwa mara. Ni kipindi chetu cha kila siku ya Juma, cha kipindi cha kukumbushana kilichoitiwa kipindi cha tadhkir, kukumbushana kunako Uislamu wetu huu ambao tunaojinasibisha nao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu As-Safat, anasema waman ahsan qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ndugu yangu, Allah anatuuliza kuhusikana na mtu ambaye ni bora. Tunafahamu watu tunapeana vyeo na tunapambiana na tunaheshimiana, labda kutokana na mazingira tunayoishi, kutokana na vyeo ambavyo watu wanavyojinasibisha kwavyo. Moja, labda mawaziri, wabunge, watu ambao ni maarufu kwenye kuongea, labda katika kuchekeshana, katika comedy. Lakini tukasahau mtu ambaye ni bora kabisa. Hapa ndio Allah anauliza waman ahsan qawlan mimman daa ila Allah. Hivi je, mtu aliyokuwa bora kwenu nyinyi si yule ambaye anayewaiteni kunako njia yake Allah subhanahu wa ta'ala? Bila shaka huyo ndio mtu bora. Hakuna mtu bora hapa ulimwenguni isipokuwa yule ambaye anayekuhimiza wewe, anayekuelekeza wewe kunako njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini huyu mtu ambaye ni bora leo ndiyo mtu ambaye anayepigiwa vita na watu wengi sana ulimwenguni, na ndiyo mtu dhalili katika watu wote, katika kupeana mishahara, katika kupeana zawadi, katika kupewa nafasi. Lakini kwa watu wachache ambao wanaojitambua wakajua daraja ya mtu ambaye anayekulingania wewe kwenye dini yako, wallahi wewe ni mtu wa muhimu sana watu kuweza kumheshimu na kumuonesha kwamba ni mtu bora katika jamii yao. Kinyume cha leo, watu ambao ni mashekhe zetu, watu ambao ni walimu zetu, watu ambao tushike ndio waadhini, watu ambao anayekuita njoo kwa Allah muadhin. Tulizame hali ya Bilali hapa nchini South Africa. Kwa mimi uchunguzi wangu katika kuishi katika nchi hii, katika mrengo wa da'wa, wallahi hakuna mtu dhalili sana kama vile Bilali. Bilali shekhe, tuache mishahara wanayopokea. La ajabu mtana mtu ni muadhin alafu anaambiwa aende akasafishe choo. Vipi? Mtu ambaye anayewaiteni nyinyi, labda imam kama hayuko, yeye anasimamia swala yako, alafu unamwambia aende akasafishe choo. Tizama mishahara ya wale wa ndugu zetu ambao wanaishi katika nchi hii, au tuzamini sisi wa imamu zetu au mashekhe zenu katika nchi ambayo tuliotoka, jinsi watu wanavyowadharau mashekhe zao.
Ndugu yangu Muislamu, wallahi ninakuhusia pia nikihusia nafsi yangu, tushikamane na wanavyuoni. Usikubali kupita siku haujamsogelea mwalimu wako ama shekhe wako ukaelimika kunako dini yako. Huu ndio usia wangu, kwa sababu hakuna mtu bora mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala kulikoni ule mtu ambaye anayekuita katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala, anayekuelekeza katika maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ndio mtu ambaye tunataka sisi tumtafute. Tuache kutafuta watu wenye vigodoro, watu wenye kuchekeshana. Kuna mtu kama hajaenda katika kijiwe chake cha kutetana hajasikia raha, lakini kunakutana kuna darsa hapa haji. Sasa tuwatafute watu kama hao. Huu ndio ujumbe wangu wa siku ya leo, siku ya Ijumaa, sawa na tarehe 17 za mwezi huu wa 7 katika kalenda yetu ya Kiislamu. Leo ni tarehe 2 kama sikusahau, tarehe 2 Safar au tarehe 3 kutokana na mapishano ya kalenda za wakati huu. Sasa huyo ndio usia wangu ndugu yangu, wallahi tujifunze kuwa watu wenye kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo aya ambayo tutakayofunga darasa letu pale posema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Hii ndiyo njia ambayo tutakana sote tuikimbilie ili tuwe katika watu waliokuwa bora mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atukutanishe tena katika siku ya Jumatatu, tuendelee na kitabu chetu hichi ambacho tulichokianzia, kitabu cha kifiqhi, lakini ni mukhtasar, kitabu Manhaji Salikin ambacho tunachodumu nacho insha Allah. Ni ndugu yenu mtumishi wa Mungu Imam Yahya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.